Haya ndugu zangu, safari inazidi kusonga mbele ya baba askofu, na tulipoishia sehemu iliyopita ni baada ya huyu binti yetu Halima sasa anatakiwa aende akacheki majibu yake, aingie ndani akapewe majibu kama ana mimba au la. Japo kumbukumbu zake alikuwa anamwambia baba askofu kuni asizichochee kwenye mafiga, na kama ni maji basi ayamwagie nje. Umeona? Alimkumbusha kwamba achomoe kuni kwenye mafiga kwa sababu yupo kwenye siku za hatari. Lakini kwa sababu ya situation ilivyokuwa, baba askofu inaonekana ilikuwa ni ngumu sana kushuka kwenye pikipiki ikiwa speed 250. Langu jina ni Lucas Lumbasi na tunasonga mbele, mtayarishaji Tino Jeff. Sasa mara nikasikia Halima, njoo huku. Yule kaka wa maabara alikuwa ananiita, nikapokea majibu. Nilitembea kwa taabu mpaka kwenye kile chumba, nikaketi huku jasho jembamba likinitoka. Nikatoa leso na kujifuta. Yule akaniambia kwamba mbona unatetemeka sana? Nikamwambia huku sasa nikitoka nikitole tabasamu la kulazimisha. Nikamwambia kwamba hapana, niko sawa tu. Basi akakileta kile kipimo mbele yangu na kukiweka. Kilikuwa kinaonesha mistari miwili. Nikakumbuka kinafanana kidogo na kile tulichopimwa nacho maambukizi kipindi tulipoenda mimi na Askofu Simon. Nikawa sielewi, maana kule kilikuwa mstari mmoja, tukaambiwa hatuna ugonjwa. Sasa hapa ni mistari miwili. Nikasema hebu ngoja nisubiri. Basi yule kaka kaniambia kwamba mara mwisho kufanya mapenzi ilikuwa ni lini? Nikaambia kwamba sikumbuki, ila ni kama mwezi umeisha hivi. Akasema umeolewa? Nikasema hapana, sijaolewa dokta. Basi dokta alikuna kichwa chake, akavuta pumzi na kusema ya kwamba sasa kwa nini wewe na huyo mwanaume wako mlipanga mzae? Basi mimi baada ya dokta kusema hivyo nikasema kwamba hapana, tujapanga hivyo. Akasema okay, sasa itakuwaje? Sasa msikilizaji, nikaona bwana dokta maswali mengi hata simboli. Nikamuuliza kwamba huko sasa mdomo machozi akinitoka akinilengalenga. Nikamwambia kwamba dokta, kwani na mimba? Dokta akasema ya kwamba kiukweli Halima, baada ya vipimo inaonekana dhahiri kwamba una ujauzito unaoelekea mwezi mmoja. Lakini sio kwamba eti ndio mwisho wa maamuzi. Dokta alivyosema hivyo nikasema Mungu wangu. Dokta akasisitiza akasema usiogope, na uwezo kukusaidia. Nikamuuliza kivipi? Kama inawezekana dokta, naomba unisaidie. Akaniambia kuna dawa ukitumia inatoka unakuwa vizuri tu, unaendelea na maisha. Nilishtuka nikamuuliza dokta kwamba nitoe mimba? Dokta, sinaweza nikafa. Msikilizaji, niliwaza nikakumbuka siku moja mama alishawahi kusema eti mama mdogo wetu alifariki akitoa mimba. Sasa dokta akasema kwamba hawezi kufa. Hii utaumwa tumbo kidogo tu ndani ya nusu saa tu. Mimba inatoka. Na bahati nzuri mimba bado changa, kwa hiyo inatoka bila shida yote. Nikasema hapana dokta, mimi naogopa. Dokta akasema usiogope. Nikasema hapana dokta, mimi siwezi. Dokta akasema sawa, basi wewe nenda ukatafakari, ukiona ni sawa rudi uniambie, nitakusaidia tu, sawa? Nikasema sawa. Basi niliondoka pale hospitali nikiwa na msongo wa mawazo sana. Nikanyooka moja kwa moja mpaka nyumbani. Nikajifungia chumbani kwangu na kulala kitandani, kusasa mawazo yakiwa ni mengi. Niliamka na kutafuta namba ya Simon nilipoweka, lakini sikuipata. Nikamtumia message Mariam nikimuomba namba ya Simon. Mariam akasema ameshapoteza simu na namba zimepotelea huko, line alifanya tu renew. Nikasema kweli siku ya kufa nyani, miti yote napata mrenda wa bamia. Basi mara nikasikia mlango umegongwa, huku sasa ikifuatiwa na sauti ya mama akisema kwamba wewe Halima. Nikaitika mama. Mama akasema kwamba hebu shika simu ongea na dada yako. Basi nikafungua mlango na kupokea simu ya mama ambayo bado ilikuwa hewani. Alikuwa ni dada Ray, anataka kuongea na mimi. Dada Ray akasema kwamba mdogo wangu Halima, uko poa? Nikajibu niko poa, shikamoo dada. Akasema maraba. Basi mama aliondoka zake. Dada Ray akaniambia kwamba kama simu iko loud, hebu weka sauti ndogo tuongee. Nikasema haipo loud, mama ameshaondoka, niambie tu. Dada akasema leo ndo nimemjua shemeji bwana. Kumbe ni huyo mbaba. Msikilizaji, nikashtuka. Nikasema umemjulia wapi tena?
Daria akasema kwamba amekuja hapa nyumbani, akaanza kulalamika, anasema eti amekutafuta sana, amechoka kusubiri umtafute, ameshindwa kuvumilia, akaamua tu aje akuulizia hapa nyumbani, kumbe anapafahamu. Dada alisema hivyo, nikamwambia kwamba ina maana anyways sawa, alishawahi kunileta hadi hapo getini na gari. Dada akasema ni kweli ni mtu mzima, alafu mbona sasa yani amevaa kola kama ya wachungaji? Nikamwambia dada ya kwamba ndio, huyo ni askofu. Dada akasema wewe ulikutana naye wapi huyo mtu? Wewe mtoto na balaa, ulikutana naye wapi? Basi nilicheka. Nikasema kwamba dada, nilikosea namba, ndio nikawa nimemtumia picha zangu akachanganyikiwa. Dada alicheka sana. Dada akaniambia kwamba ila usimwache bwana, ni mtu wa maana sana, tumia tu, yani wewe mtumie umchune wewe mpaka utoboe kimaisha. Yani kuja kukuona tu kaniachia laki, ananiambia eti hii ya kulisalimia. Kweli ushemeji huyu, naona pesa zipo. Basi tulicheka sana msikilizaji. Nikamwambia dada kwamba nina namba mpya, hivyo nitakutumia ujumbe, kuna kitu nataka unisaidie dada. Dada akasema usijali mdogo wangu, kama nina uwezo nacho nitakusaidia. Nikasema sawa, na kutumia message. Basi nilipokata simu nilinakili namba ya Darei kwenye simu yangu, kisha nilipelekea mama simu yake. Nirudi na kumtumia ujumbe dada. Nikamwambia kwamba Darei, naomba unisaidie, nahitaji kutoka hapa nyumbani, nataka nirudi huko, hapa siko huru hata kidogo. Nimenyang'anywa simu zote na baba. Baba anasema kwamba mimi nimeongwa na wanaume, yani hapa kanisajilia line mpya tu. Daria akasema kwamba sasa mimi nitakusaidiaje mdogo wangu? Nikamwambia Daria kwamba mimi naomba tu utafute namna yote ile baba akubali nitoke hapa nyumbani. Daria akasema kwamba sijui kama itawezekana, lakini hebu subiri nitakupa jibu muda wote. Nikasema sawa dada. Basi msikilizaji, tukawa tumeshia pale. Kuanzia siku ile nilianza kujishtukia kwa sababu nilishajua nina mimba. Nikana vaa nguo kubwa nikiamini hata tumbo likiwa kubwa basi halitaonekana kwamba nina mimba. Sikuwahi kupata wazo la kuitoa ile mimba. Na wala mimi sikuwa nimemwambia mtu yote kwamba eti nina mimba. Hata baba askofu pia nilikuwa sijamwambia. Niliamini nikiondoka pale nyumbani basi nitakuwa na maamuzi sahihi ya nini nifanye juu ya ujauzito. Sasa zikapita siku kama 5 hivi. Darei hajaniambia kitu chochote. Nikamtumia message kumuuliza mbona yuko kimya sana. Dada akaniambia kwamba mdogo wangu, nimepata wazo, kuna kiwanda cha nguo kiko maeneo fulani hivi huku. Sasa nitampigia baba yako nimwambie kwamba uliomba kazi huko ya kushona na majibu yametoka. Hivyo akikuuliza umwambie ni kweli uliomba kazi. Nikamwambia kwamba dada, safi sana, hilo ni wazo zuri sana. Ikiwezekana mpigie leo mama kwanza. Dada akasema poa. Sasa mimi sikujua alimpigia saa ngapi, lakini ilipofika saa 2 usiku tukesa tunakula chakula cha usiku, baba aliniuliza kwamba wewe uliomba kazi ukiwa Usangi? Nikajifanya sasa kufikiria kwa sekunde kadhaa, nikasema ndio baba, niliomba kazi kwenye kiwanda fulani hivi cha nguo. Niliona tu nafasi nikaomba, mimi hata sikuzingatia sana. Baba akasema sasa mbona ukusema uombe kazi bwana? Nikajibu sikujua kama ni serious, niliomba tu kama natania tu. Baba akasema okay, ulienda kwenye interview? Nikajibu ya kwamba ndio nilienda kufanya moja tu, akasema watanipigia simu. Sasa cha kushangaza nilikaa muda mrefu hata hawajapiga, mimi nikawapotezea. Basi msikilizaji, mimi niliendelea kula. Baba akasema kwamba basi nafasi za kazi zimetoka na dada yako Rehema akapiga simu akasema umepata kazi kule. Basi shogani nikajifanya kushtuka, nikasema kazi? Baba akasema ndio. Lakini mama alinikata jicho fulani hivi kisha akasema kwamba unataka kurudi Mwanga. Basi mimi nikatulia kimya, nikijua wananichora tu. Ndipo baba akaniambia kwamba tukiuza zile simu zako 2 hatukosi hela ya kununua cherehani. Upange frame na uanze kushona mwenyewe ukiwa huko. Msikilizaji, nikasikia moyo umefanya mpa. Na kujua mpango wangu wa kwanza umeshafeli. Nilihuzunika. Sasa mama alinitazama machoni kisha akauliza kwamba mshahara huko ni shilingi ngapi? Msikilizaji, mimi sikuwa najibu. Nikasema kwamba sijajua bado, ila nafikiri dada atakuwa na majibu maana rafiki yake ndiye alikuwa ananiunganishia tangu mwanzo. Baba akaona mtoto anasema uongo. Baba akasema kwamba wewe umesema uliona tu tangazo, sasa rafiki tena ya dada yako imetokea wapi? Basi msikilizaji, nikaanza kujikanyaga sasa. Unajua tena ndugu yangu.
Nikaanza kujikanyaga shoga yenu, nikasema kwamba ni kweli niliona tangazo baba. Nikamwambia dada, akasema kwamba yeye na rafiki yake anafanya kazi kwenye hiyo kampuni, hivyo angeweza kunisaidia. Ndio akampigia yule dada akasema kwamba niende nikafanya interview. Baba akasema kwamba kwa kuwa ni Watanzania wengi wanahitaji ajira, waache wengine wakafanye, wewe utaendelea kukaa hapa. Tena na kununulia cherehani huo unashonea hapa barazani kwetu. Nikasema jamani. Baba alinuka zake na kuondoka bila hata kumalizia chakula. Nilipomaliza kula nilitoa vyombo mezani, kisha nilienda chumbani nikamtumia ujumbe Darei na kumwambia kwamba mpango wetu umefeli, wamesema watanunulia cherehani nishonea hapa nyumbani. Dada akasema, kwa tunafanyaje sasa mdogo wangu? Nikamwambia dada ya kwamba waliniuliza kuhusu mshahara. Sasa wakikupigia watajie mshahara mkubwa ambao wao watawashawishi waone ni hela nzuri. Dada akasema, hilo limeisha mdogo wangu, ngoja kwanza mimi nione nafanya vipi, maana mimi sasa ndo mtoto mjini, so usijali, hili nitalikamilisha. Nikasema nakukubali mrembo wangu. Basi shogenu mimi nikalala. Asubuhi na mapema nikaamshwa na mama. Mama akasema kwamba wewe Halima, amka uandae vitu vya kupika upike kisha ujiandae na safari, kesho unaenda kwa dada yako Usangi. Nikashtuka. Nikamuuliza mama kwamba naenda kwa dada Usangi, kwani baba si alikataa? Mama akasema kwamba dada yako alipiga simu akaongea naye, nafikiri amemwambia mshahara ni mzuri, hivyo aona ni vizuri tu ukapambania maisha huko. Nikasema sawa mama. Basi mpaka hapo nikajua dada ameupiga mwingi. Nikainuka na kurukaruka chumbani. Nikasema dada tutam. Halafu nikajisemea moyoni ya kwamba narukaruka nisije nikakaua katoto kangu tumboni. Dada sio one time. Basi siku hiyo unaambiwa bwana, nilikuwa nafanya kazi kwa bidii hatari, usafi kama wote. Ujuzi wangu wa mapishi niliumalizia wote jikoni. Nikafua nguo zote za baba. Kamba zote za kuanikia zilijaa. Yaani mudi ya kutosha nilikuwa nayo. Naenda zangu kwa dada huko Usangi. Nilipanga vizuri mabegi yangu. Halafu sasa jioni nikatoka nikaenda kumuona rafiki yangu Mariamu, ili sasa nimuage, nimwambie kwamba kesho mimi narudi wapi? Kule Usangi. Mariamu alisikitika sana. Ila laita angejua ninakwepa aibu ya kupata mimba nikiwa nyumbani, wala hata asingehuzunika. Basi Mariamu akasema kwamba jamani Halima, unajua unaniacha peke yangu jamani shoga yangu. Basi mimi nitakumisi sana. Afu mbona imekuwa ghafla? Nikamwambia Halima ya kwamba kuna kazi nimepata huko, nilifanya interview. Sasa dada akapiga simu kwamba nimeitwa niende kazini. Mariamu akaniuliza kwamba kazi gani shoga yangu na mimi hata uniunganishe. Nikamjibu ni kiwanda tu cha ushonaji, ngoja nafasi kama itakuwepo nitakwambia rafiki yangu. Mariamu akaniambia kwamba hamna shida kipenzila, umsalimie sana shemeji jamani, maana amepoa hatari siku hizi hata apige simu. Mariamu alivyosema hivyo mimi nilishakutabasamu tu, kisha nikamwambia kwamba basi kwa heri. Akasema sawa. Basi nirudi nyumbani nikalala. Na kesho yake asubuhi niliamka mapema sana, nikaa nimejiandaa. Siku hiyo baba alikuwa nyumbani maana ilikuwa ni weekend. Nikaa na hamu sana kumwambia anipe zile simu zangu naondoke nazo. Nikamfuata nikamwambia kwamba baba, mimi naondoka sasa hivi. Baba alitabasamu tu huku akionekana kujua kwa nini nimeenda kumwaga. Akanambia kwamba kwa hiyo umenifuata ili nikupatie nauli au? Msikilizaji, nijikuta na mimi natabasamu tu. Ni muda nilikuwa sijashuhudia tabasamu la baba. Nilijua kabisa inawezekana ni mwisho wa baba kutabasamu mbele yangu, maana nilijua kinachonikimbiza ni mimba pale nyumbani. Hivyo nikajua siku akija kujua nina mimba atanichukia maisha yangu yote. Heri ingekuwa hata ya Muislamu mwenzangu. Unajua tena wazazi wa Uislamu walivyo wakali. Yaani wazazi ngoja tu nikae kimya, lakini mabinti ambao baba zao ni wa dini ya Kiislamu wamenyoka sana, ni wakali sana linapokuja swala la wewe kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye dini ni tofauti. Basi mimi nikamwambia baba kwamba sikuja kukuomba nauli, nimesema tu nikuage. Basi baba alinyosha mkono wake huku akizidi kutabasamu. Akaonyesha ishara ya kunipatia mkono kama vile watu wanaosalimiana baada ya makubaliano fulani. Baba akasema safari njema mwanangu. Wote tukabaki tunatabasamu. Tuliachiana mikono kisha nikasema asante baba. Nikaishia chumbani kwangu na kuchukua begi kisha nikatoka kwa. Sasa mdogo wangu aliyekuwa sasa ananipenda sana alikuwa ananisindikiza huku, kanibebea mkoba wangu wenye simu ndogo pamoja na chaji.
na kitambaa pamoja na pesa. Tulipita sebleni, hatukumkuta baba. Ila ile tu tumefika barazani nikamkuta baba kasimama. Alikuwa ameshika zile simu zangu mkononi na chaja zake, maana walinipokonya vyote. Baba akaniambia kwamba shika simu moja, alafu hii ni Phoenix. Si uniachie tu ili nimpe mama yako ile ya kwangu. Nikamwambia baba kweli? Baba akasema ndio. Nikasema basi nifute vitu vyangu vyote sasa. Akasema sawa. Basi nizipokea simu kisha nikaiwasha. Ilikuwa na chaji full na hisi alizichaji usiku kucha akiamini atanipatia asubuhi. Basi ni restore ile in Phoenix ili asikute message wala picha na video zangu za Snapchat. Nikampatia. Alinishukuru sana. Baba akaniambia kwamba Mwenyezi Mungu akutangulie mwanangu koendako ukapate baraka na mafanikio, ila usimsahau Muumba wako. Nikasema Mwenyezi Mungu akubalie baba. Amin. Basi alitikisa kichwa, nikaweka simu kwenye mkoba kisha nikasema kwa Irini. Mdogo wangu alinipungia mkono akasema bye dada, nikasema bye. Halafu nilienda mpaka barabarani ambapo nilipanda pikipiki na kuelekea stendi ndogo, nikapanda gari. Niliwasha simu yangu ya iPhone ili sasa nichukue namba ya askofu nimpe taarifa kwamba narudi Mwanga. Lakini nilisita kusema kwamba bora nikamwambia nikishafika moja kwa moja kule Usangi. Basi gari ilitoka Moshi mida saa 5 asubuhi taratibu kuelekea huko. Tulipofika Mwanga niliachia tabasamu na kusema kwamba hatimaye nimerudi tena Mwanga. Nimepamisi sana. Nitafurahi kukaa huku siku zote. Ndipo kunaonesha kuibeba furaha yangu halisi ya maisha. Kila nikizungusha macho nilikuwa nakutana na zile sehemu nzuri ambazo Samon alikuwa akinipeleka, mara sijanulia hiki mara kile. Hali ile ilinihamisha kimawazo, na hata nilipokuja kurudi kwenye hali yangu ya kawaida nilichukua simu yangu haraka na kuitafuta namba yake nimpigie. Nilimpigia simu huku sasa nikiendelea kuchungulia nje. Nilipotazama vizuri niliiona ile sehemu ambayo alinunulia nguo. Nilipotazama vizuri kando niligundua kuwa gari ya askofu ile Harrier ilikuwa imepaki eneo lile lile. Simu iliita lakini hakupokelewa. Nikaendelea kuishangalia gari yake, lakini ghafla nilimuona msichana anatoka kwenye lile duka la nguo akiwa amebeba mfuko wenye kuonekana ni kama ametoka kununulia zawadi kama mimi. So alielekea kwenye ile gari iliyokuwa imepaki pale. Nikaanza kushangaa bwana. Amefunguliwa mlango vizuri, halafu ameingia ndani ya gari ile. Nilisikia moyo wangu umeshtuka sana. Nikasema kuna mtu kasha nipiku huku jamani. Kumbe kuna mtu kasha nizidi kete ama. Nikabaki na itazama ile gari, naona inaondolewa taratibu. Halafu vioo vimepandishwa mpaka juu kabisa. Nikaanza kutetemeka. Nikapiga tena ile namba yake, hapokei baba askofu jamani. Nijikuta nimechanganyikiwa. Halafu dereva wetu ndio kwanza anaongeza speed ya gari tupite haraka. Na sijaona tukio vizuri ese. Basi tulipofika mbele nilisikia roho inaniuma hatari. Nikatamani nimwambie konda aniache nishuke niende nikamfumanie Samon, lakini nilijitia moyo. Mizigo niliyokuwa nayo ingenisumbua kushusha na kupakia tena kwenye gari. Roho iliniuma. Safari yangu ikaribika pale pale. Nikainamisha kichwa nikawa sasa ninawaza mambo mengi. Ghafla nikasikia ujumbe. Nikasema ngoja niufungue. Nilipofungua ulikuwa ni wa baba askofu, na kutokana kwamba sasa nilikuwa nimeweka ile namba mpya, basi aliniuliza kwamba wewe nani? Nikamwambia kwa hasira kwamba nakupigia simu upokea alafu ananiuliza mimi nani. Akanikazia. Akasema ya kwamba nauliza wewe nani? Nikasema haina maana kunijua. Basi akatuma message ya kunifokea akasema kwamba kama hutaki kujitambulisha usinitumie message tafadhali. Niko sehemu ambayo nahitaji utulivu mkubwa. Basi nikasikia kitu kama kinanikaba kwenye koo. Yaani yuko na mwanamke mwingine, alafu ananiambia eti yuko sehemu anahitaji utulivu. Nikajisemea moyoni kwamba ole wake nikutane naye mshenzi huyu. Alafu nikamtumia ujumbe nikasema ya kwamba na kweli ninaona uko busy sana. Naona kama vile yani uko unafanya jambo la maana sana kuliko mimi. Akanambia na kublock sasa hivi. Nikamjibu block. Nilipotuma huu ujumbe ukafeli. Nikatuma tena ukafeli. Nikajaribu kumpigia simu haiiti, alishani block muda mrefu sana. Nikasema huyu naona anijui vizuri. Basi safari ikawa inaendelea. Ninatamani gari ipae tufike haraka.
ili nichukue simu ya dada nimchambe nayo. Hao tukawa tumefika Usangi. Nikashusha mizigo yangu, mikono inanitetemeka. Ghafla akaja dereva bodaboda akaniambia kwamba sister, tunaelekea wapi? Nikamwambia shuleni pale. Akasema poa. Basi akapakia begi, nikapanda, alafu tukaondoka. Tulipofika getini hivi, nilikuta kuna gari dogo hivi imepaki. Ilikuwa ni gari fulani hivi, sema nimesahau tu jina lake. So mimi sikuzingatia. So nilipa nauli, boda akasepa. Nami nikawa najikokota sasa kubeba begi langu. Mara nikasikia kwamba nikusaidie begi. Nikageuza macho kutazama hivi, na muona askofu ameshusha kioo cha ile gari ananitazama. Uso wake ukiwa hauna furaha kabisa. Nikashangaa, nikaambia kwamba wewe shikamoo. Nijikuta naongea kwa kigumizi. Akasema marhaba mdogo wangu. Kisha akafungua mlango na kushuka akinitazama sana. Akasema ya kwamba hatimaye nimekubamba baada ya kunikwepa kwa muda mrefu. Sasa mimi nikamtazama sana, nikasema kwamba nimekukwepa. Nimekukwepa muda mrefu kivipi? Ndio bwana, simu wewe ulinizimia bwana. Ukamwambia na rafiki yako wani block. Ukajua kwamba sitapakumbuka hapa kwa dada yako. Kwa nini umekuja hapa? Alafu unanichezea michezo, si ndio? Baba Askofu alinishangaa, hakuelewa anamaanisha nini. Kumbe mimi ninajua nimemwacha kule Mwanga mjini akiwa kwenye gari na mwanamke mwingine. Akaniuliza kwamba kuja hapa kwenu ni kukuchezea michezo. Yaani umeamua ni mimi nidhalilike na cheo changu kisa tu kuhangaikia mapenzi. Halima, hebu naomba uniambie ukweli bwana. Wewe unanipenda au unipendi bwana? Mimi niondoke zangu na sitorudi tena. Basi ghafla dada alitoka getini na kutukuta pale, akasema kwamba Halima umeshafika kumbe. Basi wakatazamana na askofu na kutabasamu. Ilionekana wote wanafahamiana, na dada alionekana kujua kwamba yule baba yuko pale. Basi mimi nikamsalimia dada, nikasema kwamba dada shikamoo. Dada akasema marhaba. Basi akanipokea begi na kuingia nalo ndani. Akaniacha nikiwa nimesimama pale na askofu tunatazamana tu, yani tuko pale mimi na askofu tunatazamana. Sasa askofu aliniita kwa utulivu, akaita tu Halima. Nikaitika abe. Mimi nataka kujua kama bado wewe ni wangu, kisha nitaondoka. Nina stress kwa sababu mimi nakupenda sana. Leo nimekuja kumuomba dada yako anipe namba za wazazi wako ili niwapigie, maana aliniambia kwamba walikupokonya simu, ndipo akaniambia kwamba nikusubiri unafika sio muda. Mimi nimekaa sana hapa mama yangu. Mimi nimekupigia na namba yangu mpya, lakini ukupokea, ukanijibu vibaya kwa message, kisha ukaniblock. Namba ipi? Inaisha 21. Hivi ni wewe? Sikujua bwana. Mimi unajua nilikuwa nimepanic mpenzi. Kwa naomba unisamehe sana. Alafu mbona sasa ukutaka hata kujitambulisha? Kwani gari yako ile hali yako wapi? Nimemwachia Petro nikachukua hili la kwake, ili watu wasijue ni mimi nimekuja huku. Ile gari inafahamika sana unajua. Mimi sikutaka kujitambulisha kwako kwa sababu niliona gari lako la Haria akiingia msichana, nikajua ni wewe. Unajua mimi nikasirika sana. Basi sawa. Basi naomba mtuongee kwenye gari. Hapa watu wananichora bwana. Nataka tuongee mambo mawili matatu kidogo hapa. Basi baada ya baba askofu kusema hivyo, mimi sikuweza kukataa kwa sababu pia nilikuwa na mengi sana kumueleza. Tukaingia kwenye gari, alafu akapandisha vioo, kisha kanishika mkono na kuanza kuchezea sasa, akiniangalia kwa macho ya kunimisi sana. Unajua mimi nilijua umeshaolewa. Sikuwa tayari kamwe kukupoteza. Halima, naambia unanipenda? Ndio, mimi nimedanganya nyumbani kwamba nimepata kazi huko Mwanga. Yote hii ni ili tu nije nikae karibu na wewe. Kweli? Yeah. Basi kana mtazama tu, huku macho sasa nikialegeza. Hakuweza kuvumilia. Alinichumu. Mikono yake naye haikuwa mizito, kuanza kufanya utalii. Basi tukiwa tuendelea na hayo mambo bwana, mara akasita na kutazama nje. Kumbe shemeji yangu baba Nuru alirudi nyumbani, akawa sasa anaitazama ile gari pale na hakujua kwa nini iko pale. Alipoona ndani kuna mtu, aliendelea kuingia ndani ya geti lake. Kisha askofu aliniachia, nikaketi kando. Nikamwambia kwamba shemeji karudi, naomba niende ndani. Askofu kaniambia kwamba nimekumisi sana bwana, tafuta muda mzuri basi tuonane mpenzi. Nikamwambia nitakwambia.
Akasema hilo usije ukiwa period, maana mimi naitaka bana. Nitabasamu na kumwambia kwamba ni mwezi wa pili huu unaelekea, sijaona period. Askofu alishtuka na kunitazama machoni kwa mshangao, akasema kwamba unasema kweli? Ndio. Yaani babangu akijua kwamba nina mimba, yani atanlaani. Wewe Halima, una mimba? Ndio, nina mimba. Basi nilijivuta niondoke, akataka kunirudisha, ila niitumia nguvu ya kufungua mlango, nikashuka haraka kwenye gari. Nilipofika getini niligeuza macho nikamtazama, alikuwa ananishangaa huku sasa mdomo ukiwa wazi. Nilimpungia kumuaga, alafu niliingia ndani. Basi bwana, nilifika ndani nikiwa sasa hapo nimemwacha askofu kwenye mshangao wa ajabu. Nikafika sebuleni nikamsalimia shemeji ambaye hapo alikuwa sasa akizungumza na mke wake. Shemeji aliitikia na kusema kwamba bora hata umekuja, yani hapa nyumbani tulikaa wapweke sana. Nitabasamu kisha nikaligeukia begi langu ambalo dada alikuwa amelisimamisha sebuleni. Nikalichukua na kuanza kupiga hatua. Basi nikauliza kwamba chumba si ni kile kile? Wakanijibu ndio. Basi nipiga hatua mpaka chumbani. Ile nimeketi kitandani navuta pumzi, nikasikia simu yangu imeita. Nikaitoa kwenye mkoba, ni baba ndo anapiga. Basi baba akasema kwamba Halima mwanangu umefika? Nikamjibu ndio baba, yani ndo nimeketi hapa baada ya kufika, hata ni sijavuta pumzi hapa vizuri. Baba akasema sawa basi, nitaka tu kujua hilo mwanangu. Nikasema asante baba. Baba alikata simu. Nilishangaa upendo wake kwangu umekuwa ghafla mara baada ya kumwambia nimepata kazi. Nikajisemea kwamba baba yangu amenipenda ghafla au kisa nina mjukuu wake tumboni. Niliweka simu pembeni, nikashika tama na kuanza, nikasema sijui siku akijua itakuwaje, lakini nitajitahidi asijue. Basi nilichukua ile simu kubwa, ile iPhone, nikaiangalia ambapo ilikuwa silent siku zote nilipokuwa nayo, na hasa pale nilipokuwa nimerudi nyumbani. Basi nikuta message na missed call za Askofu Samon. Kuna message ikawa inasema kwamba pokea tu simu yangu mamangu, kiukweli na jambo la muhimu nahitaji kuuliza. Nikajua tu huyu anataka kujua kama nina mimba kweli. Nikamwambia kwamba siwezi kuongea na wewe hapa mbele ya hawa kwa sababu hakuna anayejua hilo jambo, nimekuambia wewe tu. Basi akauliza kwamba Halima usintani, yani unajua sitaki utani juu ya hili. Nikamwambia siku niliyokuambia niko kwenye siku za hatari, wewe ulifanyaje? Akasema mimi sikumbuki, mimi nilikuwa nimeshanogewa bana. Nikamwambia basi ulinogewa basi mimi nikipata nafasi nitakuja huko twende ukanipime. Nikikutwa nayo basi ujue cha kufanya. Akaniambia usijali, kwa ajili yako nitafanya lolote, muda wote tu. Wewe niambie kama uko tayari kuja tuhakikishe kwa daktari, basi mimi nitafurahi sana. Nikamuuliza kwamba nikikutwa nayo utaendelea kuwa na mimi au utaniacha? Baba askofu akaniambia kwamba nitahakikisha unaishi kama malkia, ila uhakika naomba tu nihakikishie kwamba hiyo mimba si ni ya kwangu. Alivyouliza hivyo nikamwambia baba askofu kwamba unanijua vizuri, wewe ndio wa kwanza kuona utupu wangu. Mimi sijawahi kumuonyesha mtu yoyote ule, na hilo alitotokea labda unikimbie wewe. Akasema kwamba hapa nilipo nasikia machozi yake nilengalenga. Ninakupenda sana Halima. Hakika mimi nitafurahi kama ukinizalia. Nina imani nitapata watoto wazuri sana wanaofanana 100% na mama yao. Basi alivyosema hivyo nitabasamu na kusema kwamba nakupenda mume wangu. Naye akajibu nakupenda sana mke wangu. Basi nilitulia kwa sasa nikitafakari sijui kipi kinaenda kutokea huko mbeleni, lakini nilikuwa na siri nzito sana moyoni mwangu. Mimi sikutamani mtu yote ajue. Sikutaka hata dada yangu afahamu hilo. Lakini je, mimba inafichika? Nikajishauri ya kwamba hapa nitavaa nguo kubwa kubwa tu na hawataweza kushtukia. Msikilizaji, hayo yote alikuwa ni mawazo ya kitoto. Sikujua mbele yangu kungekuja kutokea nini. Nilipumzika kwanza kabla ya kutoka na kwenda kuongea na dada. So baada ya siku 2 bwana, nilikuwa nimemuomba Darei nitoke nikaonane na Samon maana nimemisi sana. Sasa dada akasema kwamba subiri shemeji yako Banuru aende kwanza kazini ndio utoke. Msikilizaji, yote hayo ni kwa sababu alikuwa hataki mume wake ajue kilichokuwa kinaendelea. Basi asubuhi saa 3 shemeji alikuwa ameshaondoka. Dada akaniambia kwamba sasa unaweza kutoka. Nikasema sawa, nitarudi mapema leo.
Nilimpigia simu askofu nikamwambia kwamba ndio natoka nyumbani. Askofu akasema kwamba nisamee malkia wangu, sitaweza kukufuata, ila chukua usafiri wa haraka hapo, kama bodaboda ipo chukua ikulete na kulete mpaka nyumbani. Nikasema okay, ngoja niangalie. Akasema okay. Basi mimi nilienda mpaka barabarani nikachukua pikipiki, kisha akanipeleka mpaka pale getini kwa Askofu Samuel. Alinishusha, kisha nilitoa pesa yangu kwenye pochi, nikampatia bodaboda na kisha boda akaondoka. Simu yangu bwana ikaita, kutazama ni Samuel anapiga. Nikasema halo. Samuel akasema kwamba geti linafunguka, wewe ingia tu, nishakuona. Nikasema umeniona kweli? Kwani uko wapi? Samuel alicheka na kusema kwamba nakuangalia kwenye kamera. Halafu hizi picha za CCTV kamera ni mbaya, ila wewe hata yani haziumalizi uzuri wako. Basi mimi msikilizaji, kazi yangu ni kucheka tu kwa furaha ninavyosifiwa. Kweli geti likafunguka, nikabaki na shangaa tu. Haya maajabu jamani du. Sasa mdoto tunaendelea kuongea, nilinua macho, nikaitazama kamera, nikasikia amesema kwamba wewe umenitazama. Nimesikia raha. Nikaambia kwamba jamani una vituko wewe. Basi nikaingia ndani ile nyumba bana. Geti likajifunga Kisha mimi nikanyoka kuelekea zangu ndani ya sebule. Nilipofika sebuleni ilichukua dakika moja, naye akawa amekuja, akanisogea sasa, ametonua mikono yake kwamba anikumbatie. Akanichum pale, akaniachia nikaketi naye. Eneo ambalo sasa tulikuwa wote karibu tu pale na sofa, naye akaketi. Akasema kwamba dada amekuruhusu leo? Nikaambia, akasema niwahi sana kurudi, nimemwambia nakuja kukuona mara moja tu afu niondoke. Akasema hilo usijali, hautakaa sana. Basi akainuka na kwenda kwenye friji. Nikakataa, nikasema kwamba wewe usiniletee tena pombe, mimi sitaki bwana, sitaki nichanganyikiwe hapa kwako. Alitabasamu na kusema basi hata juisi. Nikasema hapo sawa. Basi akarudi na juisi huku sasa mkononi akiwa na crips, akaweka mezani, kisha akasema kwamba unakunywa kwanza au utapima kwanza? Nikamwambia nakunywa. Basi akaanza kumimina juisi kwenye glasi, ila akasema kwamba hapana, twende kwanza ukatoe mkojo kisha upime. Ikiendelea kutoa majibu sisi tutakuwa tupo tunakunywa juisi hapo taratibu, si ndio? Nikasema sawa. Basi alinishika mkono akanitembeza kuelekea chumbani, yani chooni sasa. Akasimama anataka anione ninavyotoa haja ndogo. Mimi nikaona aibu bwana, nikamwambia kwamba bwana subiri mimi nakuja bwana, ukikaa hapo mimi naona aibu. Alitabasamu na kutoka. Nikatoa haja ndogo kisha nikamuita baada ya kuvaa nguo zangu. Kufanya kama daktari. Unajua saa nyingine ninakumbuka nacheka msikilizaji. Yaani huyu ni askofu, lakini anavyojua vitu vingi sana ambavyo hakupaswa hata kujua. Vikawa vinanifanya nibaki na muangalia tu, na mwazia mengi. Labda mimi sijui sana kuhusiana na hawa watu, huenda wanafundishwa vitu vingi sana. So tuachane na hayo. Kipimo bwana kikiendelea kutoa majibu, sisi tuliondoka tukarudi sebuleni. Tukaketi, kila mtu yuko kwenye sofa lake. Tukasa tunakunywa juisi huku sasa tukitazamana ile machoni. Nilikuwa naona aibu. Basi akanambia kwamba naomba uje ukae hapa kando yangu. Nikamwambia jamani hapa tu pananitosha. Akasema hapana, wewe njoo hapa. Basi mimi nikakataa, akaja kunichukua kwa nguvu na kwenda kuniketisha kando yake. Akachukua glasi yake na kuanza kuninyosha juisi. Akaiweka glasi mezani kisha akaanza kuchezea mashavu yangu. Akanasema vuju. Sasa basi bwana, nikabaki na tabasamu tu. Sasa nilivyokuwa mdogo kwake, alinibeba na kunipeleka chumbani, akanirushia kitandani. Nikamwambia kwamba jamani bibi, akasema kwani wewe hujanimisi? Nikasema nimekumisi. Akasema sasa je? Basi alipanda kwa kitanda na kuanza kufanya maandalizi yake pale nini. Mimi hapo nilikuwa nimetulia kimya tu. Na mwisho wa siku tulijikuta tumeshaingia ulimwengu mwingine. Na ni zaidi ya lisaa tunahangaika tu. Sasa baada ya kupashana hilo lisaa lizima, nilijisikia ni kama akili imenikaa sawa. Tukaenda kuoga kisha tulitoka mpaka sebuleni tukaangalia kile kipimo. Kukitazama hivi mistari miwili iliyokolea kabisa. Si unajua hiki kipimo kinaangalia kwa dakika ngapi? Sasa just imagine lisaa miwili imekolea imesimama yui. Sasa mimi nilishangaa. Samuel kanigeukia na kuniambia kwamba hivi kumbe hautani mpenzi wangu? Nikamwambia kwamba Mr. nini kweli mimi siwezi kukudanganya kiasi hicho.
Basi Samuel alinisogelea, akanikumbatia kuniambia kwamba Halima, nisamee sana. Mimi nishangaa, nikasema nikusamee nini? Samuel akasema nisamee kwa hili ninaloenda kukuomba ulifanye. Msikilizaji, kwanza nilishindwa kuongea, nikabaki namtazama tu. Samuel alipiga magoti mbele yangu na kuniambia kwamba Halima, please, haitawezekana. Iyo, nikatoa macho kusema kwamba haitawezekana nini? Nilishindwa kumuelewa. Samuel akasema ya kwamba ndio. Nikamwambia nini sasa? Ni kwamba haitawezekana. Akarudia jibu lake akasema ndio. Nikamwambia haitawezekana nini sasa? Askofu akasema ya kwamba ninajua una hofu sana kwamba wazazi wako watakulaani na kukusema vibaya kama wakijua una mimba bila ndoa. Vile mimi sio mtu wa dini yako. Pengine inaweza kuwa hofu sana juu yako kufanya hivi, lakini please Halima, nina miaka zaidi ya 40. Mimi sina mtoto hata mmoja. Sijawahi kupata faraja kama hii kwenye maisha yangu. Ninajua wewe pia hauna mtoto. Hivyo huyu atakayezaliwa atakuwa mtoto wangu wa kwanza na wakwako wa kwanza, mpenzi wangu. Msikilizaji, mimi nilishangaa, nikamwambia kwamba mbona sikuelewi babangu? Akasema ya kwamba nilikuwa nasema hivi, Halima, usitoe hii mimba. Naomba unizalie, ninahitaji mtoto, tena mtoto wangu na wewe mwanamke mzuri zaidi aliyewahi kutokea kwenye macho yangu. Basi mimi nijikuta nafumba macho kusema kwamba jamani baby. Samuel akasema kwamba please and please, nitakupa zawadi kubwa sana kama ukikubali hili. Basi mimi nilimfuta machozi machoni kwa kutumia viganja vyangu, nikamwambia kwamba ingekuwa nataka kuitoa wala nisingekuambia nina mimba, ningetoa kimya tu, lakini mimi mwenyewe nimefurahi sana kushika mimba mwanamume ninayempenda na anayeweza kunijali mara zote. Basi nilimuinua, akanitazama kwa karibu, nikamwambia kwamba wewe kweli uko tayari kabisa kulea mtoto wako? Mimi sitaki kuhangaika kutafuta, kuanza kuhangaika kuilea hii mimba. Samuel akasema kwamba niko tayari. Kwanza umeshabadilisha maisha yangu, umebadili mwendo wangu, umenifanya niweze kuanza kuwaza kuwekeza kwa ajili ya mtoto wangu na mama yake. Kwa hiyo ninaomba unizalie mtoto mzuri kama wewe. Mimi nitabasamu tu na kurudi nyuma, nikaketi naye akaketi kwenye sofa jingine. Nikamuuliza kwamba awe wa kiume handsome boy hivi, si ndio? Akanambia kwamba hapana, natamani kupata kamrembo kama wewe, kafanane na wewe, alafu keupe kama wewe. Hakika tulifurahi sana msikilizaji muda ule. Tulipiga soga kwa muda mrefu na baadaye nilimwambia ninataka kwenda nyumbani. Samuel akasema kwamba basi naomba nikupeleke nyumbani. Nikaambia sawa. Basi tulitoka nje, nikapanda kwenye gari yake moja hivi, kisha tukatoka nje ya geti na kuondoka. Cha kushangaza, badala nipeleke njia ya kwenda Usangi, alimpitisha mtaa fulani hivi, kuna kota za polisi. Huko bwana kuna mtaa unaitwa Vudoi. Nikamuuliza kwamba unanipeleka wapi? Samuel akasema kwamba nataka nikuonyeshe kitu. Nikamwambia kitu gani? Akasema ni surprise baby. Basi tukaendelea. Baada ya dakika 2 alipaki gari. Kisha akaniambia kwamba nimeona barabara imenyoka sana, sasa nataka leo nikufundishe kidogo kuendesha gari. Nilishtuka. Nikaogopa, nikamwambia kwamba unaogopa? Akasema no, usiogope. Hii ni auto. Ingekuwa manyo ndo lingekutesa, ila hapa na kuelekeza kirahisi tu na tunafika. Basi alinipisha kwenye siti ya dereva, akahamia kushoto. Akaanza kunielekeza. Hapa palipoandikwa P, maana yake parking. Yaani gari imeegeshwa haitembei. Kwenye R hapa ni reverse, yaani unarudisha gari nyuma. Hii N ni neutral. Hii hautaitumia sana, maana yake gia haiko kwenye gari. Umeelewa yaani haiendeshwi wala haijazimwa. Mara nyingi hii haitumiki labda kama ukiwa unaosha gari ama unashuka kilimani na hutaki kutumia mafuta yako, kwa hiyo hii neutral sasa ndio unaitumia. Lakini hii D maana yake ni drive. Hii sasa ndio kuendesha kwenyewe sasa. So ukishika hii hapa hii alafu ukaishusha kwenye D, maana yake gari inaenda mbele. Kazi yako wewe sasa ni kukanyaga tu mafuta, kubalance mwendo na kadhalika. Sasa hapa kushoto umeona hapo kwenye mguu wa kushoto hapa hapo katikati si unapoona? Sasa hapo ukikanyaga hapo ni brake. Kulia ukikanyaga kuna kitu kinaitwa accelerator.
hiki sasa kinatumika kupandisha mafuta kadri unavokanyaga. Kwa hiyo unaweka hii hapa kwenye D, halafu hizi hapa namba chini ya D hapa, yani 1 2 3 4 ni gia ambazo unaweza kutumia kulingana na mwendo wako au barabara ilivyo. Mfano hapa kwa kuwa sasa hamna kilima, unaweza kutumia hata 5 tu ambayo ni nyepesi. Yani haiwezi kupanda kilima. Msikilizaji, nijikuta tu nikivuta pumzi. Sielewi. Akaniambia kwamba sasa hapa gari iko kwenye P, yani parking. So ili kuanza kuendesha, kanyaga hapo kulia kwenye breki. Nilikanyaga, nikashangaa, kumbe sio pagumu hata. Hakikisha tu mguu umekanyaga vizuri, usije ukamuua mtumishi. Bwana, haya, washa sasa engine. Akagusa kile kitufe cha kuwashia, nikasikia tu nikana atetemeka tu. Akanisaidia kushika ile gia, halafu sasa akashusha. Mimi hapo sasa nimekazana kushika usukani, natazama mbele tu. Sasa umeona nimeshusha hapa kwenye D. Sasa achia brake taratibu. Nikafanya hivyo. Jamani, gari kaanza kuondoka. Jamani, na mimi naendesha gari. Sasa unakasema kwamba usiogope na wala usizungushe sana usukani. Hapo sana tetemeka, nikasema haya. Kweli gari katoka, tukaanza kwenda. Aliponiona sana nashindwa kufocus barabarani, alinisaidia kushika usukani vizuri na kuniongoza njia. Basi gari ilivyokuwa sasa inaenda, niligundua sio kitu kigumu kama nilivyokuwa nadhani. Tukaenda bana. Mbali huko kama kilomita 6 hivi kutoka kule kwa askofu. Nikasema kwamba wow, nimeenjoy. Mimi mwenyewe ninaenjoy ulivyo na kichwa chepesi. Sijui tu nikupe gari leo uende nayo mpaka Usangi mwenyewe. No, hapana, ile milima 6 niua. Basi alichukua gari mwenyewe kisha alinipeleka mahali. Huko kulikuwa na makazi mapya. Bado mji sio mkubwa, ila umeme ulifika na maji alishaanza kutumika, japo baadaye nilikuja kugundua kuwa hakuna maji ya uhakika. Kuna kipindi alikuwa yanakatika kabisa. Alinipeleka hilo eneo, kulikuwa na kiwanja kikubwa. Akaniambia kwamba hiki kiwanja hapa nilikiandika jina la mdogo wangu. Maana nikiweka majina yangu kanisa litakichukua, maana mimi ni mali ya kanisa. Sasa hapa nataka nije nikujengee nyumba hapa. Ukishazaa uje ukae hapa wewe na mtoto wetu. Ila tutaenda kupima DNA kwanza, sawa? DNA ndo nini? Kujua kama mtoto ni wa kwangu. Kwa hiyo uniamini? Mimi nakuamini, usikasirike bwana. Mimi nakuamini, lakini tu sitaki kukuamini sana, usije bwana ukaniua na pressure bwana. Sio, unajua tena bwana, usikasirike bwana. Kama uniamini sawa. Basi mimi nikakunja mikono kifuani nikaa nimenuna. Eti unajua tena. Akanisogelea na kunishika kisha akasema kwamba usinune mpenzi wangu. Basi mimi pale nikajibaraguza tu. Nikageukia upande wa pili nikasema sitaki. Huko sasa hapo nimebetua mdomo. Akavuta pumzi akasema haya, sorry mama yangu, sorry. Mimi kimya. Akaniambia kwamba basi hatutapima DNA kama unanihisi vibaya. Nikasema tutapima, maana mimi najiamini kwa 100%. Sijawahi kulala na mwanamume mwingine. Akasema ndio maana nakupenda sana. Twende basi kwenye gari basi nikupeleke nyumbani na mtu nazidi kwenda bwana. Basi tukaingia kwenye gari, akaanza kuendesha yeye. Kisha akasema ya kwamba ninaanza kutafuta pesa ya kujenga hii nyumba huko. Maana ukishajifungua nataka uje ujifiche huko. Na pia ukishafika nyumbani mwambie dada kwamba unataka kuanza driving school. Nataka ujifunze gari maana nina magari mengi, wewe utakuwa unajichagulia tu la kuendesha, sawa? Wow. Sawa, nitamwambia. Basi bwana, safari iliendelea mpaka tukafika wapi? Nyumbani. Samuel akaniambia kwamba okay, sorry sijakununulia zawadi yoyote. Ila si utakuwa umefurahi ama? Yaani nimekuwa karibu yako tu, ni zawadi tosha mpenzi. Basi bwana, nikafungua mlango wa gari kisha nikashuka. Ila nimeshuka toka ananiambia kwamba shika hela matumizi basi. Nikajifanya kama sisikii, maana nilikuwa ni spendi aone kwamba ninamchuna kweli kweli. Akaniita baby. Halima, subiri bwana. Nikageuka na kumtazama. Kutazama ile ananifuata. Aliponikaribia, alinishika kiuno tukatazamana, akaniambia kwamba kwa nini nakupatia pesa unakataa? Bado hujaacha tabia yako.
kabaki imegona tu. Basi muda huu sasa ananiambia maneno mazuri huko akinishikisha pesa mkononi. Halima, wewe hujui tu furaha ambayo unanipatia. Mimi sitamani hata siku na moja ukae mbali na mimi. Na hakika nitakumisi sana, yani mpaka tutakapoonana tena nahisi nitakuwa nimekumisi sana. Hapo sauti yake iliyokuwa inatoka ni ile deep ya mahaba ya kubembeleza, iliyojawa na base fulani hivi amazing. Mimi nikaa najisahau kwamba niko karibu na nyumbani shoga yenu. Bwana wewe, sikutaka hadi kubadilishana mate. Nikamwachia. Kugeuka hivi nishangaa kuonana uso kwa uso na shemeji yangu akiwa ananishangaa. Niliutoa mkono wa askofu haraka kiunoni kwangu. Sasa bado baba Nuru alikuwa ananishangaa. Nikabaki tu pale, shemeji shikamoo. Nilisha kutetemeka. Aliniita kwa mshangao kisha akamgeukia Samuel ili sasa kumjua vizuri. Nilitamani ardhi ipasuke, aniache nizame huko chini ardhini. Nilisogea mbali na Samuel, nikawa sasa naangalia kile kitakachofanyaje, kitakachotokea. Ndipo Shemu akamfuata askofu na kusema kwamba bro, kwema? Askofu Samuel akajibu kwema. Basi Shemu alinigeukia na kuniambia kwamba Halima nenda ndani. Basi kweli nikaingia ndani ya geti. Hapo sasa nikikimbia kweli huko nyumbani hata sikujua kinachoendelea. Sikuchelewa sana kuja nyumbani, ila tu hisia zilituzidi nguvu tukajisahau pale kwamba pale ni barabarani. Basi nilipofika dada aliniambia kwamba leo umewahi na shemeji yako ndo anakuja sasa hivi. Nikasema kwamba nimemwacha hapo getini mbona? Dada akasema kumbe alishafika. Nikajibu ndio. Basi mimi nikaelekea chumbani kwangu, nikaweka mkoba kisha nirudi na kuendelea kumsaidia dada kuandaa kuku ambaye alikuwa amemchinja pale nyumbani. Sasa wakati tunaendelea kuandaa, shemeji aliingia sasa akiwa yuko tu kawaida. Haitusalimia kisha aliingia ndani. Sisi tukaendelea na kazi kama kawaida. Sasa dada akauliza kwamba shemeji anaendeleaje? Nikasema yuko safi kabisa. Msikilizaji, story hii iliishia hapa baada ya baba Nuru kutoka nje na kutuongelesha. Nilikuwa najiuliza kipi alichokiongea na askofu, lakini baadaye niliporudi ndani nilikuta ujumbe wa askofu mmoja tu. Aliandika kwamba nimeshafika salama mpenzi wangu. Nikamuuliza kwamba hivi yule shemeji yangu amekwambiaje? Samuel akasema kwamba hapana kibaya, tumesalimiana tu, akaniuliza mbona kama ananifahamu. Kwa hiyo tukatambulishana pale kisha aliniaga na kuingia ndani, mimi nikaondoka zangu. Nikasema shauri yako, mimi nikifukuzwa nyumbani. Basi askofu alivyokuwa anajiamini aliniambia kwamba usiwe na shaka kuhusu hilo. Akikufukuza mimi nitakuchukua, kwani hautakuwa na furaha ukikaa kwenye nyumba yako mwenyewe. Nikajibu nikasema kwamba nitakuwa na furaha sana. Akasema sasa je? Basi mimi nikamuaga na kumwambia kwamba ninahitaji kufanya kazi za nyumbani mpaka usiku sana, hivyo nitamtafuta. Na akasema pia atakuwa busy, kuna mambo ya kufanya leo. Basi tuliagana na kila mmoja akafanya mambo yake. Basi bwana, siku zilipita, wiki ikapita, wiki kadhaa mbele zikasogea. Shemeji hakuwahi kuniuliza chochote kuhusiana na ile hali alionikuta pale nje nikiwa nimeshikwa kiuno na Samuel. Basi mimi nilikuwa nimeanza rasmi driving school, nikawa naendelea kujifunza kila siku. Baba askofu ndiye aliyekuwa analipa ada ya kujifunza. Nia yake ilitakiwa niwe na cheti pamoja na leseni, hivyo alinipeleka moja kwa moja kwenye chuo cha udereva, japokuwa ingewezekana yeye kunifundisha kwa magari yake ama hata kuomba kina Petro wale vijana wake wao wananifundisha. Hapo mimba ilikuwa imegota miezi 3 hivi nakumbuka, na bado sikumwambia mtu yoyote. Nilikuwa natamani iwe kimya kimya. Nilikuwa nimeshajua kabisa kuendesha gari, hasa lile la auto, maana lilikuwa ni jepesi. Kuna hayo yanaitwa manyo. Kikweli yani ilikuwa ni yaligeuka kuwa magumu sana kwangu. Niliteseka mpaka mwisho wa kozi, nilikuwa sijaelewa vizuri kabisa manyo. Hapana. Nami siku hiyo nirudi nyumbani, nikaingia chumbani moja kwa moja. Nilitoa zile nguo nilizokuwa nimevaa, vaa nguo za kuogea. Nilipiga tu kanga juu nini, Ivan, kisha taulo, nikaingia zangu bafuni. Nilipomaliza kuoga nirudi chumbani. Nikasa nimerudi chumbani ili sasa nikavae nguo. Nikiwa chumbani hapo niko sapo najipaka mafuta mwilini. Mara mlango ukafunguliwa pap. Akawa amechungulia dada. Akasema kwamba Halima naomba alishindwa kumalizia sentensi baada ya kunikuta nikiwa nipo empty. Akana nishangaa kidogo. Niliwahi taulo nikajifunga. Sio shida kuonekana hivyo na dada, sio shida. Shida ni kitumbo ambacho tayari kilikuwa kimeshajaa. Sasa nikasema kwamba dada,
Dada akasema kwamba anyway, nilikuwa naomba tu uniazimishe simu yako hapo chapu nimpigie mamangu. Basi nichukua simu nikampatia Darei, akaondoka nayo. Nilibaki ndani nikiwaza kwamba itakuwa amejua nini. Sasa akijua na mimba peta kwaje? Basi mimi nikaendelea kuvaa. Naye nikawa namsikia tu anaongea na simu huko pande za sebleni. Basi bwana, tulipomaliza nilitoka na kwenda sebleni, nikaketi na juba langu, kisha nikawa naangalia TV iliyokuwa inaonyesha movie ya Kituruki. Dada alimaliza kuongea, akaweka simu yangu kando, akanitazama kwa muda na kuvuta pumzi. Akaniita Halima. Nikageuza shingo, nikamtazama bila kuongea chochote. Akauliza kwamba una mimba? Nikashtuka na kujua kuwa tayari siri imefichuka sasa. Nikajifanya kuuliza kwamba mimba? Dada, kwa nini unauliza hivyo? Dada akasema ya kwamba hivi, unadhani hilo utalificha muda gani? Hiyo mimba mbona imeshakuwa kubwa kabisa? Msikilizaji, nijikuta naangalia chini kwa aibu. Dada akaendelea kwa kusema ya kwamba nimeshangaa kuingia chumbani kwako leo. Maziwa yamejaa hayo shoga yangu. Kitumbo nacho kimeanza kuonekana. Kumbe ndio maana unavaa manguo makubwa siku hizi mwenzangu. Basi msikilizaji, nilibidi nimwambie dada kwamba nisamee dada. Dada akasema, nikusamee mimi Mungu? Mimi ni mzazi wako kwani? Shida ni kwamba babako akija kujua kuwa una mimba na umeipatia kwangu itakuwaje? Yaani mimi nitaificha wapi sura yangu? Nikasema kwamba dada nisamee. Dada alifoka akasema kwamba usiseme nikusamee bwana. Hebu niambie kwanza hii mimba ina miezi mingapi na ni ya nani? Nikajibu ya kwamba mimba ina miezi 3, ni ya Samon. Dada akasema kwamba Mungu wangu, miezi 3? Yaani muda wote umekaa nao kimya tu? Si ukisema mapema hata tuweze kujua namna ya kufanya. Nikasema hamna cha kufanya, mimi nitazaa tu dada. Samon yuko tayari kulea mimba yake na mtoto wake. Dada aligonga viganja vyake, akainamisha kichwa na kushika tama, akaniambia kwamba mdogo wangu, shida ni kwamba wewe huwajui vizuri wanaume. Anasema tu yuko tayari. Sasa okay, ila uko mbele na kuambia atakukimbia tu. Na hofu yangu kubwa ni baba yako. Hivi nitamwambia nini baba yako mimi? Basi nilipoona hofu imemjaa dada, nilijua dhahiri anachoogopa ni baba yangu akijua itakuwaje, kwa maana baba ni mkali sana. Sasa nilimwambia dada ya kwamba sitaki ajue mimi nitazaa tu huku, usimwambie mtu yeyote dada. Dada akasema kwamba atajua tu, yaani hakuna siri ya watu wawili. Basi mimi nikaa kimya kwa muda. Dada akainuka na kwenda chooni, alafu airudi akaketi na kuniambia kwamba mdogo wangu, tafadhali toa hiyo mimba tafadhali sana. Nikasema kwamba dada mwenzo, mimi naogopa. Ningekuwa nimeshatoa, sasa mama alisema kwetu mimba ikitoka huwa mtu anakufa. Dada akasema kwamba ina maana mama anajua kwamba una mimba ama? Nikasema hapana, ajui, ila tu ni kwamba alishawahi kuniambia hivyo. Sasa mimi sitaki kufa. Dada akasema kwamba wewe, namjua mtu ambaye anaweza kukutoa hiyo mimba kirahisi tu na hautaumia hata kidogo, ni mtaalamu sana. Basi wakati tunaongea hivyo, ghafla shemeji, yani baba Nuru, aliingia. Sikujua kama amesikia maongezi yetu ila alitusalimia kisha aliingia zake chumbani. Dada aliweka kidole chake mdomoni na kuniambia kwa kunong'ona ya kwamba asijue. Basi mimi nikatulia. Dada aliinuka na kumfuata mume wake chumbani. Nikachukua simu na kumtumia message Samon, nikamwambia kwamba baby, dada ameshajua kuwa na mimba, ananiambia eti nitoe maana baba akijua itakuwa vibaya sana. Basi wakati nasubiri majibu ya message, dada alitoka na kunitizama. Yaani macho yake alivyokuwa ananitizama, basi tena alikuwa anaonyesha kabisa kwamba anatamani kunimeza, lakini ndio hivyo sasa, simezeki. Nilichukua simu nikaelekea chumbani. Nilipojilaza tu hivi, nilipokea message kutoka kwa Samon. Samon alisema kwamba pole sana mke wangu, ila mimi sitaki ufanye hivyo. Kesho kishatoka mafunzoni, uje nyumbani tujadili namna ya kufanya. Mimi mwenyewe ninafahamu kwamba ingekuwa hivyo, ila sasa sio vyema kutoa mtoto wetu wa kwanza. Hapana, sitafurahi. Basi Samon aliandika hivyo ujumbe wake. Sasa wakati nikiwa nawaza nimjibu nini, mlango ulifunguliwa, akaingia dada na kufunga mlango kwa ufunguo. Kisha akaketi kitandani. Sasa dada aliniambia kwamba Halima, naomba unisaidie please, hii ni aibu kwangu. Nilimtazama tu usoni dada. Dada alikuwa amejaa hofu sana, hadi nilianza kuogopa. Nikabaki na mshangaa dada. Dada akaanza kutoa machozi.
Dada akasema kwamba please mdogo wangu, nakuomba utoe hiyo mimba tafadhali sana, niko tayari kugalamia hilo swala kwa ajili yako. Nilimtazama sana dada msikilizaji, mimi sijawahi kuona machozi yake. Nikajua hili jambo liko serious. Basi niliona ngoja nimtie moyo kwanza ili sasa asiendelee kuumia. Nikamwambia kwamba kesho nitaenda kuonana na Simon nimwambie kuhusu hili, ninaamini tu atanielewa. Dada akasema hapana, usimwambie, wewe tu kimya tu alafu utamdanganya iliharibika kwa bahati mbaya. Basi nitafakari nikasema kwamba sawa dada. Dada aliinuka na kufungua mlango akatoka. Hii hali ikanipa hofu hadi mimi nikaanza kutafakari kwamba kweli itakuwaje hili jambo. Kesho yake asubuhi nilienda driving school kama kawaida. Mafunzo yaliisha by saa 7 hivi mchana, kisha niliondoka kuelekea kwa Askofu Simon tukajadili hilo swala. Unaambiwa baada ya kufika tu pale, askofu aliponiona alipiga magoti chini kisha akalaza kichwa chake tumboni mwangu, akawa sasa anamsikilizia mtoto. Sasa baada ya hicho kitendo nikasema ya kwamba kwa hali hii hawezi kamwe kukubali nitoe mimba. Aliinua macho na kunitazama akasema kwa furaha kwamba kwa mbali nimemsikia mtoto akicheza. Nimejisikia raha sana kufahamu mtoto anaenjoy matumboni kwa kucheza. Mimi tabasamu tu nikamwambia kwamba sasa kasicheze na kamemuona baba yake. Basi Simon aliinuka akanikumbatia na kuniambia kwamba ninatoa maisha yangu sadaka kwa ajili ya mwanangu. Akiwa wa kiume tutamuita Musa, akiwa wa kike tutamuita Mariam. Basi mimi nitabasamu na kuketi kwenye sofa. Akaelekea jikoni akarudi na sahani iliyojaa chakula, akanikabidhi na kuniambia kwamba karibu ule. Nikamuuliza kwamba nani kapika? Akaniambia Simon hapa. Mimi nicheka tu na kusema kwamba kumbe unajua kupika na kinanukia. Akasema mimi ni fundi bwana, wewe vipi unanichukuliaje? Basi mimi nikaanza kula. Baadaye nilipomaliza kula nilitaka tuanze kujadili lile swala, lakini aliniambia kwamba leo twende site, nataka ukaone nyumba yako ilipofikia. Nikasema Lakini kabla hata sijamaliza sentence alinirushia ufunguo akaniambia kwamba leo wewe ndio unaniendesha. Basi nitabasamu tu bila kuweza kukataa chochote. Tulitoka nje siku hiyo nikawa naendesha gari bila wasiwasi, yani nimekuwa fundi hatari. Alafu sasa ninawaza yani kisa dada anataka asiaibike ndio nikose raha zote hizo jamani. Sasa tulipofika site bwana, nyumba ilikuwa imeshafikia kwenye renta. Nikashangaa nikasema kumbe nyumba imefika kote huko. Akasema ninaiwahi ili mtoto akizaliwa inatakiwa imeshakamilika, ni kwa ajili yetu na katoto ketu. Basi msikilizaji, kichwani nikasema ya kwamba kwa haya yote hii mimba haiwezi kutoka. Hakuna dalili ya Simon kukubali mimba itolewe. Basi alielezea vingi sana, akadai kwamba wiki iliyokuwa inafuata ilitakiwa nyumba ipauliwe na kupigwa bati kisha finishing ianze mapema. Ikabisa nimuuliza kwamba hivi, kwani wewe hela zote hizi wewe unapata wapi? Simon akanambia na biashara nyingi sana. Yaani unajua huwa watu wanadhani kanisani kuna pesa, lakini bila kujiongeza kwa biashara siwezi kuwa na kipato kama hiki. Wale vijana walio nizunguka wote wanafanya biashara zangu. Unakumbuka pale ulipoenda kuchukua zile nguo pale Mwanga mjini? Ya napakumbuka. Lile duka la nguo na lile la viatu yote ni ya kwangu. Lakini nimeweka majina ya ndugu zangu kwa sababu nikijifanya ninaweka majina yangu ni rahisi kuchukiwa na waumini wakiamini kwamba natumia pesa zao za zaka vibaya. Kumbe ni mjanja Naonekana mjanja Hapana, una akili sana. Kwa hiyo niseme tu kwamba nina bahati, si ndio? Mimi ndio nina bahati kupata katoto ka Gen Z. Si mwana mimi ndio nina bahati bwana. Anyway, usimwambie mtu kuhusu niliyokuambia. Pia hata vitu tunavyofanya hivi kama usitamke ni vya kwangu, sawa? Sawa mpenzi. Basi tuliondoka site, nikaendesha gari mpaka nyumbani kwa dada. Hapo alinipongeza na kuniambia kwamba niko vizuri, nimemfikisha nyumbani salama. Huwezi kuamini msikilizaji, kwa yale matendo yake nilishindwa kabisa kumwambia kabisa kwamba nilitaka kutoa ile mimba. Aliniteka kisaikolojia na kushindwa kuitoa kabisa. Aliniaga akageuza gari na kuondoka. Sasa mimi nilitembea kwa mguu kuelekea getini. Ile nakaribia getini hivi, shemeji alifungua geti na kutoka nje. Alipokutana sana mimi alishtuka, na mimi nikashtuka pia. Kisha nirudi nyuma kumpisha atoke getini. Akalifunga geti na kusema ya kwamba Halima. Nikasema shikamoo shem. Akatikia maraba. Basi mimi nisubiri apite, lakini alichungulia ndani ya geti kisha akasema ya kwamba jana mke wangu alikufuata chumbani.
Mlichokijadili chote nilikisikia. Hivyo usidhani ni siri yenu. Msikilizaji, nilishtuka kujua kwamba shemeji ameshajua siri. Shemeji akaniambia kwamba tangu mwanzo nilikwambia kwamba ninakupenda, ila wewe umeamua kuwa na mtu mwingine na hadi mimba umembebea, si ndio? Yaani chakula nikulishe mimi, nyumba yangu ulale bure, umeme utumie, maji pamoja na kingamuzi bure. Alafu mimi unanikazia tu, si ndio? Ila poa tu. Basi alipiga hatua kuondoka, kisha akageuka na kusema kwamba kama unataka nikae nalo kimya, hakikisha tunaonana mahali weekend hii, pia na zawadi yako. Baada ya Shem kusema hivyo, aliondoka zake, akiniacha mimi namtazama. Nilifungua geti niingie ndani. Nilipofika ndani hivi nilimkuta dada amesimama pale pale karibia na getini. Alikuwa anatusikiliza tu. Nilishtuka, maana macho alikuwa yamemtoka dada huko sasa, akifunika kinywa kwa kiganja. Nilisema tu kwamba dada. Dada akasema kwamba Halima, huyu ni baba Nuru ndo alikuwa hapo? Nikasema ndio. Dada akasema kwamba sidhani kama maneno aliyoyasikia yametoka kinywani mwake. Mimi nikaa kimya, dada akabakia ananitazama tu huku amedua. Dada akasema anyway, hebu twende ndani tukajadili ile jambo. Basi alinishika mkono akanikokota mpaka sebuleni. Akaketi na kuniambia kwamba kaa hapa. Basi nikaketi, akaniuliza kwamba vipi umeenda kwa Samon? Nikamjibu ndio nimeenda huko. Dada akasema amesemaje? Msikilizaji, nipate gugumizi cha kuongea. Dada alinishika na kunitikisa akasema kwamba mdogo wangu unaambia amesemaje? Amesema itawezekana kutoa. Dada alipiga kelele huku sasa akinuka na kuirusha mikono. Akaiweka kichwani na kusema kwamba Mungu wangu, Mungu nisaidie. Nibaki na mtazama kwa woga. Akanigeukia na kusema kwamba mdogo wangu, naomba unisikilize tafadhali, naomba unisikilize sana. Hiyo mimba inabidi itoke leo, la sivyo hautaweza kukaa hapa. Nikasema dada, itawezekana. Dada alichanganyikiwa, akaketi chini na kuniambia kwamba baba mkubwa atanichukuliaje? Niliona kabisa dada anamhofia sana baba. Mimi nitazama tu chini. Akainuka na kuninyoshia kidole, akasema kwamba inabidi urudi nyumbani. Ninampigia simu baba yako na mwambia kwamba ulikuja kwangu ukiwa na mimba ili urudi nyumbani. Dada alienda kuchukua simu yake akaja na kuanza kuitafuta namba ya baba. Ilibidi nimwangukie, nikamwambia kwamba hapana dada, usimpigie, naomba please usimpigie baba, nakuomba. Dada akanikata jicho la hasira, akasema kwamba nampigia la sivyo toa hiyo mimba. Nilianza kulia. Ninalia, sitaki kuelewa, sitaki kumtoa mtoto wangu. Nilikuwa nimeshiriki dhambi nyingi, ikiwepo zinaa, lakini hiyo ya kutoa mimba, no. Dada alivurugwa na kusema kwamba nakupeleka sasa hivi kwa daktari. Basi nikamshika miguu, nikanamzuia dada. Dada alinitandika kibao hicho, niliona ni nyota. Akaniambia shenzi wewe, hivi nadhani ni jambo rahisi hivi unavyolichukulia, Basi nilibidi niwe mpole tu. Nilienda chumbani kwangu, nikajifungia huko kimya. Kanibidi nimtumie message Samon, nikamwambia kwamba huku kumeshakuwa kugumu, dada analazimisha nitoe, la sivyo ananipakia gari niende nyumbani. Askofu akaniambia kwamba subiri nimpigie simu niongee naye. Kweli, baada ya dakika kadhaa nilisikia dada akiongea na simu huko sebuleni. Nikajisogeza nikasikia sasa wanazungumza nini? Nisogea kidogo, nasikia dada anasema kwamba hapana Shem, please mimi ndio nitaubeba huu mzigo, nimekuomba tu kakaangu, na kuomba tunaomba atoe, la sivyo arudi tu nyumbani. Nikasema hapa dada hawezi kukubali mimi kukaa hapa. Alikuwa anajua kabisa yeye ndiye waliyekuwa, yani kwamba anaweza akamsema. Sasa Samon alipomaliza kuongea alinitumia ujumbe akasema kwamba baby, hali ni ngumu, wewe unaona tufanyeje? Nikasema kwamba mimi nakusikiza wewe, mimi sina maamuzi zaidi ya kukusikiza tu ya kwako mpenzi. Samon akasema basi ngoja nitakupigia baadaye na tafakari cha kufanya hapa. Basi bwana, mimi na dada tuliishi ndani kama mpaka na panya. Yaani furaha yote ilitoweka. Alikuwa kila akiniona ananiangalia vibaya mno. Na mimi nikaanza kujutia maamuzi yangu. Siku mbili zilipopita tulikuwa tunakula chakula cha mchana. Dada amekaa kimya, nikaamua kumwambia kwamba dada, naomba unisamee. Dada akasema kwamba hamna shida mdogo wangu, lakini hizi siku mbili nimechoka. Nimeteseka sana mdogo wangu, unanisaidiaje? Nilimwambia kwamba dada, hebu naomba uniambie nifanye nini ili uwe na furaha. Sipendi urafiki wetu uwe wa taabu hivi. Ninaamka asubuhi nashindwa hata kukuchangamkia kama zamani dada. Dada aliweka kijiko kwenye sahani, akavuta pumzi ndefu na kuniambia kwamba naomba kama inawezekana uitoe tu mdogo wangu. Nikasema dada,
anyway, nitatafakari alafu nitatoa jibu jioni. Kweli nilipojaribu kutafakari kwa kina, nilijikuta ninaona nitamletea matatizo. Nilijikuta ninajutia yale niliyofanya kipindi chote nikiwa pale kwake. Na kwa kuwa sasa alishanithibitishia kwamba itatolewa na sitapata shida yoyote, basi nilianza kufikiria kuitoa. Huku nikiahidi kwamba nikishajitegemea kwa 100%, yani nikiwa na kwangu mwenyewe, basi nitamzalia mtoto Simon kama tulivyokuwa tunatamani iwe. Nilishika simu yangu nikaandika message ili nimtumie Simon. Sasa message ilikuwa inasema ya kwamba baby, naomba tu hii mimba niitoe. Alafu baadaye nikishaanza biashara zangu, mimi nitakuzalia muda huu nikiwa nimeshama kwa dada. Basi nikiwa naisoma kabla sijatuma sasa, nilipokea simu ya Simon. Nikasema ngoja nimsikilize kwanza kabla sijautuma huo ujumbe. Simon akasema halo mke wangu, nikaitika. Simon akasema jiandae, nimeshalipia nyumba, utaondoka hapo kwa dada yako. Kisha utakuja kukaa hapa kwa miezi 3 kwanza. Alafu baada ya miezi 3 ile nyumba yako itakuwa imekamilika mama kijacho wangu. Sasa nishtuka sana, nikasema jamani baby, dada hata niruhusu. Akasema kwamba haina shida, wewe ongea naye, nimuelewa bwana. Nikasema jamani baby, mimi hapa nimechanganyikiwa mimi mwenzio. Simon akaendelea kusema kwamba wewe, mimi nachoamini kwamba dadako hana shida, nimuelewa, ongea naye na inabidi ujiandae, maana kesho nimeshamwambia Petro aweze kupeleka vitu vya ndani japo utaanza na vichache. Msikilizaji, nivuta tu pumzi, siwezi kujibu. Akaniambia kwamba sawa mke wangu. Nikasema sawa. Basi alikata simu, nikashika kwanza tama nikitafakari. Ndipo nikamtumia ule ujumbe. Nikasema kwamba sasa baby, mimi naomba tu mimba niitoe, alafu baadaye nikishaanza biashara zangu mwenyewe nitakuzalia tu, wala usijali. Basi bwana, nilizima kwanza simu, maana nilijua atapiga simu alafu jibu linaweza kuwa la kunikatisha tamaa zaidi. Nikasema yule baba anavyotamani mtoto hawezi kuniacha salama. Nilala bila kuwasha simu. Asubuhi nikaenda chuoni bila kuiweka simu hewani. Sasa mida ya saa 7 hivi nimaliza kipindi changu bwana. Ile natoka hivi nikasikia sauti ya Halima. Kugeuza macho hivi, askofu huyu hapa amepaki gari lake pembeni. Nilishtuka. Nataka kukimbia, akaniambia kwamba njoo ingia kwenye gari nikupeleke nyumbani. Nikasema hapana, mimi naenda kupanda IC. Simon akasema hapana, wewe panda hii, kwani huwa sikufikishi nyumbani? Na mimi nikaendelea kukaza, nikasema hapana. Kisha nikaondoka kusasa nikikimbia. Nilikatiza chocho kwa chocho mpaka barabarani. Kwa bahati nzuri nimefika njiani nikakutana na gari inaenda moja kwa moja wapi? Kule nyumbani. Nimefika nyumbani, nilikaa sebleni, nikainamisha kichwa, nikashika tama. Mara dada aliingia na kunikuta nimekaa pale. Dada akaniambia kwamba vipi, mbona leo umerudi kimya kimya sana? Nikamwambia dada kwamba dada, nimechanganyikiwa, yani nimeamini zina ni dhambi inayoumiza moyo sana dada, inachosha, yani ni heri hata mimi ningeendelea kujilinda tu, ila nimejichanganya sana dada. Dada aligonga viganja na kusema kwamba shoga yangu, zina ni starehe mbaya, ina madhara makubwa sana. Ndio maana hakuna hata dini moja inayosupport zina. Basi nimtazama tu, nikasema kwamba dada, nikuja kwako simjui mwanaume, ila huyu alinichanganya, sijui nini, sijui ni pesa, sijui ni utoto, mimi hata sielewi dada. Hapa mimi dada nimechanganyika, hata sielewi nifanyeje. Dada alishangaa na kusema kwamba ulikuja humjui mwanaume hapa? Nikasema dada, yani huyu baba ndo amenitoa bikra. Dada alishangaa kweli kweli, akasema kwamba wewe kweli kabisa huyu baba ndo amekutoa bikra? Nikasema ndio dada. Dada akasema ndio maana wote mmechanganyikiwa, maana wote naona kama mmetoana bikra. Nikasema sasa dada, mimi hapa nafanyaje? Mwanaume anataka mtoto wake, mwanaume ameshalipia nyumba, nimemzimia simu lakini kanifuata mpaka chuoni, imenibidi mimi nimkimbie. Yani dada, mimi nataka amani. Dada alinitazama kwa muda, kisha simu yake iliita. Alipotazama hivi ni Simon anapiga. Akanigeukia, wote tukabaki tunashangaa. Dada akasema anapiga. Nikamwambia dada, naomba please usipokee. Mimi nahitaji nifanye tu maamuzi magumu, niachane na haya mambo. Dada, mimi nimejitafakari vya kutosha, yani bado nahitaji muda wa kujenga maisha kuliko kulea. Basi dada akaimute. Kisha akasema kwamba umeongea la maana sana, mkaushie kwanza. Basi simu iliita mpaka mwisho. Dada akasema kwamba hapa atakuwa amekupigia akakukosa ndo anakuulizia, ila kikweli anakupenda sana na anajua kutunza. Umependeza sana na hiyo mimba, na hiyo mimba imekupenda sana mdogo wangu. Basi tulitabasamu, lakini message iliingia kwenye simu ya dada.
akaifungua na kusoma. Kwanza dada aliguna, nikamuuliza vipi? Msikilizaji, tukutane sehemu sasa inayofuata kuweza kujua mwenye mimba katuma message inayosema nini. Hivi nadhani huyu atakubali mtoto wake hivi? Anyway, tukutane sasa sehemu inayofuata tuone hii dilema huyu binti ataisolve vipi. Halima atasolve vipi hii situation? Atasolve vipi? Simon atakubali mtoto wake aondolewe hivi? Haya, okay, achana na mtoto wake kuondolewa hivi. Bado dilema zitaendelea kuwa nyingi sana kwa sababu ya mambo anayomfanyia huyu. Na kwa pesa alizonazo huyu, unaweza kashangaa huyu mzee anaenda kwa babake Halima kudai mtoto. Watu wamevurugwa. Wewe, mtu mwenyewe zaidi ya miaka 40 huko hajapata mtoto, alafu mtoto wake atolewe hivi. Hii vita sijui inaishaje msikilizaji. Lakini haya yote ni matokeo ya kuchochea kuni kwenye mafiga na matokeo ya kumwagia maji ndani. Neema yake Mwenyezi Mungu tukutanisha sehemu inayofuata. Niliyekusimulia hii simulizi ni mimi rafiki yako muda wote, Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.